Yes. Bwana Yesu asifiwe na tumai haujambo kabisa. Mimi naitwa Eddie Makala na hiki ni Kioo cha Wiki ambacho kinakuangazia baadhi ya matukio muhimu ambayo yametokea katika usharika wetu wa KKT Ebeneza Shinyanga. Kwa namna moja ama nyingine hukuweza kuhudhuria matukio hayo. Yes, sisi tunakuletea hayo matukio moja baada ya jingine ili uweze kuyafuatilia kiundani. Yes, dada Jackie, unajua tunazidi kupiga hatua kubwa sana. Ya, sasa hivi tumefika mpaka TikTok. Hii inaonyesha kwamba kaka Dani anafanya kazi kubwa kiasi gani. Yes. Injili kiganjani inazidi kutembea kwa wingi. Sasa hivi watu wengi wanafuatilia sana mitandao ya kijamii. Kwa hiyo tunapo base sana huko inakuwa ni njia rahisi na kuweza kufikisha huduma kwa jamii kiujumla. Kwa sababu hata wale ambao wanatumia, kuna watu wanatumia simu ndogo. Ndio. Lakini pia wanapata Facebook. Kwa sababu yes. simu sasa hivi vidogo vile. Yes, vina Facebook. Lakini kuna simu ndogo lakini ina WhatsApp. Yes. Mitandao sasa simu zimeimarishwa. Kwa hiyo hata kwenye simu ndogo kuna zenye WhatsApp, kuna zenye Facebook. Kabisa. Wanapata vizuri sana. Kabisa. Bwana, hiki ni Kioo cha Wiki. Kama nilivyokuambia tunakuletea baadhi ya matukio muhimu ambayo yamejiri katika usharika wetu. Sasa dada Jackie, twende tukapate break fupi, afu tutakaporejea sasa tutaanza na kioo kimoja baada ya kingine. Ni Kioo cha Wiki ambacho kinakuangazia baadhi ya matukio muhimu ambayo yamejiri katika usharika wetu. Ndiyo. Yes, tunapatikana kwenye mitandao ya kijamii. Ndiyo, tunapatikana katika mitandao ya kijamii, YouTube, TikTok, Instagram pamoja na Facebook, ambao tunapatikana kwa jina la KKT Ebeneza Shinyanga. Karibu. Yes. Yeah, dada Jackie, tunaanza na kioo namba 1. Ndiyo. Yes. Ambayo ni ibada ya leo. Kabisa, Jumapili ya leo. Leo ibada ya leo tarehe 22 ya mwezi wa 6 mwaka 2025. Yes, ibada ya leo imeongozwa na mchungaji Tito Obed pamoja na mchungaji Kiula. Kabisa. Ya, lakini pia ibada ya kwanza tulikuwa na kwaya mbili ambayo ni kwaya ya upendo pamoja na kwaya ya uamsho. Okay, kwaya ya upendo na kwaya ya uamsho, lakini pia ibada ya pili tumehudumia na kwaya ya vijana. Kabisa. Yes, mimi kuna kitu kimoja nimekipenda. Ndio. Kwaya ya vijana tunaweza kusema ni kama vile comeback. Kabisa, imekuja vizuri. Yes, nzuri sana. Kuna misukosuko walipitia hapa katikati, lakini sasa naona wamenyanyuka. Kabisa, wamefanya vizuri. Baada ya pili nimeona kabisa wamefanya vizuri sana. Yaani hii kwa kusema na ukweli inanihamasisha hata mimi kama kijana kujiunga. Karibu sana. Kwa bwana, kama kuna kijana upo nyumbani huko, usikae tu kizembezembe tu, wewe ushiriki chochote, ufanye chochote, njoo hata ujiunge na kwaya vijana hii hapa. Inakiamsha sasa hivi, sio kawaida. Tegemea mambo mazuri kutoka kwao. Lakini pia dada Jackie, ibada ya leo neno kuu lilikuwa linasema tuyashike maungamo yetu. Ametulisha neno zuri sana mchungaji Kiula. Lakini pia tuko naye hapa leo. Kabisa. Yes. Na leo pia ni siku muhimu. Kabisa. Ni siku ya kama sikosei ya kuzaliwa kwa KKT. Ya kuzaliwa kwa KKT. Tunatimiza miaka 62. Kabisa. Yes, si mchezo. Hapo kama ni serikalini tayari umeshastaafu. Kabisa. Umestaafu kwenye 60. Hapo unaanza kula pensheni. Makanisa haliwezi kustaafu bwana. Kanisa haliwezi kustaafu. Haliwezi kustaafu kanisa. Yes, tutakuwa na mchungaji hapa. Tutamkaribisha ili tuweze kupiga naye story 2-3 au kutuelezea kuhusiana na hii siku nzuri ya leo, birthday. Kabisa. Tunakata keki au vipi? Kwa kweli kama ni keki hata mimi niko tayari kula. Au basi tumkaribishe mchungaji. Mchungaji, karibu sana. Karibu sana katika kipindi chetu. Karibu tuzungumze mawili matatu. Karibu sana. Mchungaji, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amina, habari ya uzima? Nzuri. Baba, leo ni siku muhimu sana. Siku muhimu ya maadhimisho ya miaka 62
ya kuzaliwa kwa kanisa la KKT. Unaizungumzaje hii siku? Kimsingi leo ni siku muhimu sana kwetu Walutheri na kanisa zima kwa ujumla. Kwanza ni siku ambayo tunakumbuka kanisa linazaliwa la KKKT, kwa maana ya makanisa 7 yalipoungana tukawa na kanisa moja la KKKT. Na hapo kabla yalikuwepo makanisa kama 7 ambayo yalikuwa yanafanya kazi, kila kanisa sehemu yake. Sasa baba zetu wa imani walipokutana wakasema wawe na kanisa moja ili waihubiri injili iweze kufika kila mahali. Ndio. Na tunaona kwamba kuna makanisa yale ya Ubena kule Konde, ndio, Usambaladigo, Uzalamo Uluguru, makanisa ya kaskazini, makanisa ya Ilamba Tulu pamoja na kaskazini magharibi kule Bukoba. Yalipoungana ndipo tunapata neno hili la KKKT, kanisa la Kiinjili la Kilutheri. Kwa maana hiyo kwa pindi kile ilikuwa ni Tanganyika, sasa ilikuwa Tanganyika. Maana yake sasa tuna Tanzania. Ndio. Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanganyika. Sasa hivi sasa ni Tanzania baada ya kuwa wameungana. Okay. Kwa siku hii hapa ya leo baba, unawashauri nini washarika au waamini wa kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania? Mimi kwa kuwashauri wa Kristo wanaosikiliza, kikweli leo ni siku muhimu sana sisi Walutheri, kwa maana ndipo tulimelisi maungamo yetu kutoka kwenye mafundisho mbalimbali ya wazee wetu waliopita ambao wametutangulia, kwa maana ya watumishi mbalimbali ambao Mungu aliwatumia kuleta injili na kuipeleka mahali mbalimbali. Kwa hiyo tunapozungumza habari ya kuyashika maungamo yetu, maana yake hatuhitaji kuondoka nje ya neno la Mungu, lakini tunahitaji kutembea mahali ambapo wazee wetu walipita, lakini pia kwa kufuata miongozo ya msingi wa neno la Mungu, hasa ule tunaoona katika kitabu cha Mwafaka. Kwa maana mle ndimo tunapata maungamo yetu na kili mbalimbali ambazo sasa tumepatana kama kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania na mahali pote duniani, kwa maana ya kwamba kitabu cha Konkordia, kitabu cha Mwafaka, tukiishi tukienzi kwa kufuata maongozi yote yaliyomo kwenye kitabu kile, kwa kufuata neno la Mungu, kwa sababu maongozi yote yaliyoko kwenye kitabu kile yanafuata neno la Mungu. Baba, kuna watu wengine hivyo vitabu hawavifahamu. Kitabu cha Mwafaka ni kitabu ambacho kinapatikana, kwa maana unaweza kutembelea maktaba mbalimbali vioni, kinaweza kupatikana. Mimi pia ninacho, kwa maana kwa mtu yote anaenda shule teolojia yote lazima atakuwa anakifahamu kitabu hicho. Ni kitabu kizuri sana na muhimu sana kwa Mkristo pia hata kukiona na kukisoma, kwa sababu ndipo ambapo tunapata ulisi wetu wa mafundisho. Yaani msingi wetu wa mafundisho tunautoa mle kwenye kitabu hicho, kwa maana ya kuzingatia msingi wa neno la Mungu. Yapo mambo mbalimbali, tunaona kuna ukiri wa Nikea, ukiri wa imani, tunaona kuna ungamo la ukiri wa Augsburg na mambo mbalimbali, utetezi na maongozi mbalimbali yanayohusu katekisimu ndogo ya Martin Luther kubwa. Kuna mengi kwa kweli ambayo ukikisoma kitabu hicho unaweza kupata mengi sana ya kujifunza na zaidi ya kukusogeza mahali fulani. Kikubwa ni kwamba tunahitaji kuyashika maungamo yetu, maana hayo ndio maungamo yetu kama Walutheri. Mlutheri ambaye kwa kweli hasomi neno la Mungu, hasomi vitabu hivyo, anaweza kuwa anapungukiwa vitu fulani, lakini naamini kwamba akisoma anajifunza mambo mengi, lakini na kuendelea kuimarika zaidi katika imani. Dada yake kumbuka kwamba sisi Walutheri tunasimama katika msingi wa neno tu, neema tu na imani tu. Maana msingi wetu wa neno la Mungu umejengwa katika neno kwanza, mamlaka ambayo haihojiwi kabisa. Neno la Mungu alikosei lakini pia neno la Mungu haliwezi kubadilika. Vitu vingine vinaweza vikabadilika, lakini neno la Mungu halibadiliki. Tukumbuke kwamba tunaishi kwa neema. Mungu ametuokoa na akamtoa mwana wake pekee Yesu Kristo kuja kwetu kutuokoa pale msalabani. Ni kwa neema tu. Inawezekana tukustahili kabisa, lakini ametuokoa kwa neema. Hili tunahitaji kuishi kwa imani. Maisha yetu sisi wa Kristo na Walutheri tunaamini kwamba Mungu yuko pamoja na sisi. Amen. Kwa hiyo msingi huo na alivyofundisha Dr. Martin Luther, alisimama katika msingi huo wa neno tu, imani tu pamoja na neema tu. Amen. Dada yake uko na swali? Kaka Edi, labda tuwasaidie wapenzi watazamaji pamoja na washarika wote kwa ujumla.
leo ni sikukuu ya KKT, lakini embo mchungaji kidogo tueleze KKT ilianzishwa au ilizaliwa, ndio mwaka gani? Ili tupate hii 62 kwa sababu kuna ambao hawajui. Kuna wengine inawezekana KKT hujui pia au na mimi pia sijui. Ina maana mchungaji akitueleza vizuri tunaweza tukapata kitu. Sasa tuna Kinjira Kitwe Tanzania limeanzishwa mwaka 19 mwezi wa 6 mwaka 1963. 63. Ndio. Wow. Muda. Kwa hiyo 63 tulikuwa bado tujaungana kwa maana ya muungano Zanzibar pamoja na Tanganyika. Kwa sababu nakumbuka tumeungana mwaka 64. Kwa hiyo 63 tulikuwa bado tunatumia Tanganyika. Yes. Kuna swali lingine dada Jackie? Hapana, nimefurahi sana kusikia hii. Kwa kweli nimebarikiwa sana. Mno. Mchungaji, hatuna keki hivi? Ni kweli? Hatuna keki leo. Keki ya kanisa. Nadhani keki tutakuwa tumekula jana kule kwenye KKT Marathon. Okay. Kule tuliazimisha tukio kubwa sana la kusaidia watu mbalimbali kwa maana ya kuna shule kule Njombe na kule Mwanga kwa ajili ya sadaka ya wale viziwi, wale watu ambao hawasikii, na mambo mbalimbali yalifanyika jana kule Arusha. Na naamini kwamba pengine hiyo ndio ilikuwa sehemu ya keki yetu, kupeleka upendo kwa watu ambao wanahitaji huduma kama hiyo. Amina baba. Sisi tukushukuru sana. Tunashukuru kwa kuitikia mwito wetu kuja kutupa mawili matatu kusana siku hii hapa leo. Tukuelekee Jumapili njema. Jumapili njema baba. Sana. Tulikuwa na mchungaji Kiula. Yes, katika kio cha kwanza cha ibada ya leo. Lakini pia tulikuwa tunazungumzia birthday ama sikukuu ya kuzaliwa kwa kanisa la KKT, miaka 62, si mchezo. Yes, tumerejea tena. Kipindi hewani ni Kioo cha Wiki, kipindi ambacho kinakuangazia baadhi ya matukio muhimu ambayo yamejiri katika usharika wetu wa KKT Ebeneza Shinyanga. Kwa namna moja ama nyingine hukuweza kuhudhuria matukio hayo, basi mimi pamoja na dada Jacqueline Msuya tunakuletea matukio hayo. Dada Jackie, Kioo namba 2, Marathon ya KKT. Ilikuwa ni siku ya jana tarehe 21, siku ya Jumamosi, imefanyikia Arusha. Basi mpenzi mtazamaji, nisipoteze muda, nimkaribishe sasa katibu wa usharika wa Ebeneza. Karibu sana katibu, aweze kutuelezea mawili matatu. Tunapigania story 2-3 hapa kuhusiana na KKT Marathon iliyofanyika siku ya jana tarehe 21 ya mwezi wa 6 mwaka 2025. Katibu, karibu sana. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amina. Keti, karibu. Asante sana. Bila shaka mzima wa afya? Niko vizuri kabisa, namshukuru Mungu, naendelea vyema. Sasa kwa nina uchovu ya wa kilomita 10. Umemaliza 10 zote kabisa? Zote kabisa. Zote 10. Kaka Edi, nina wasiwasi. Ukukodi bajaji? Hapana. Baskeli? Hakuna. Pikipiki? Hakuna. Ukutembea, ulikimbia? Mwendo mdundo kilomita 10. Mimi nimefurahi sana. Naam. Kama katibu amekimbia kilomita 10 na yuko fiti, ameingia kabisa na ibadani leo, ndio ameingia ibadani, hajalala, hajasema amechoka, hawezi kuingia ibadani. Kwa kweli mwakani itabidi tufanye nasi. Sasa katibu, naam. Wewe umehudhuria kule na baadhi ya wengine wamehudhuria kule. Hasa kuna watu ambao hawakuhudhuria. Sasa tuna lile joto ama kimuhemuhe cha kutaka kujua kule ilikuwaje. Hebu naomba tuelezee kidogo kwamba kulikuwa vipi, mazingira yalikuwaje, imefanyikia sehemu gani na sehemu gani? Kaka Edi, samani kidogo kabla hajaelezea, hebu atusaidie kwa wapenzi watazamaji na wewe, kwa sababu naamini kabisa hujui anaitwa nani. Unafahamu anaitwa katibu. Hata mimi pia sifahamu jina lake. Hebu angetuelezea kwanza anaitwa nani, alafu ajibu hilo swali lako. Asante sana. Mimi kwa majina ninaitwa Diocles Peter. Kama ambavyo umenitambulisha kwa nafasi, mimi ni katibu wa Ebeneza Kanisa Kuu Shinyanga. Yes.
kimuhemuhe chetu sasa. Asante sana. Ni kwanza niwape pole sana nyinyi ambao mkupata nafasi ya kufika jana. KKT Marathon ilikuwa imepangwa ikapangika. Ndio. Na wale ambao wamefika pale, yani walitamani kesho iwe tena marathon. Haiwezekani. Kwa sababu haiwezekani. Haiwezekani. Kwa hiyo itabidi jana bwana wamuombe mheshimiwa mkuu wa kanisa. Baba mwakani tena. Mwakani tena itakuwepo. Tena. Daraja kisi ya kukosa. Sio ya kukosa. Sio ya kukosa. Yaani mimi mwenyewe naanza kuandaa leo mpaka mwakani. Inabidi sasa waifanye hiyo mwanzoni kwa sababu kwa hizi, yani kwa jinsi nilivyo na hamu ya kwenda, naanza kupaka, nanunua nguo moja baada ya nyingine kwa ajili ya maandalizi ya mwakani. Alafu huu ni mwaka 2025, ina maana mwakani 2026. Alafu huu ni mwezi wa 6. Imagine kama itafanyika mwezi wa 6, ina maana nina mwaka mzima wa kujiandaa. Pia katibu, ilifana vipi shughuli nzima ya marathon? Labda tu mimi ngoja niwape taarifa. Kwa nini watu wametamani irudi tena? Yaani unasikia, unajua kuna kitu kinafanyika alafu wanakuambia kirudiwe tena. Maana yake ni nini? Maana yake kimependeza. Kimependeza. Sasa unajua marathon ya mwaka huu kwanza ilikuwa imeandaliwa kukimbia kwa moyo na kusaidia kwa nini? Kwa upendo. Na watu tulifanya hivyo. Ila cha ajabu bwana, ile marathon ilikuwa na ushindani mzee. Kumbe kulikuwa na nafasi ya kwanza, ya pili na ya tatu. Sisi watu tulijiandaa kusaidia kwa kukimbia kwa moyo, kusaidia kwa upendo. Kuna watu walijirambia vitita pale. Watu wamekula mpunga. Baada ya watu kujua kwamba kumbe hii marathon imeambatana na mpunga. Kwa nafasi ya kwanza, ya pili na ya tatu. Watu wamesema irudiwe tena. Na tunamshukuru mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Arusha. Yeye alipokea kwa upendo na ndio alikuwa mgeni rasmi wetu jana. Mheshimiwa Paul Makonda. Na alisema hivi, bwana mwakani ataingiza kitita cha kwake. Na akasema atashirikiana na KKT kufanya maandalizi ya KKT Marathon. Kwa hiyo watu tumejiandaa bwana. Mimi nimekimbia mbio za kilomita 10, lakini sasa sikuwa kwenye nafasi ya 3 wala ya 4 kwa sababu nilikuwa najua nakimbia kwa moyo, nasaidia kwa nini? Kwa upendo. Ila mwakani maandalizi makubwa ya ushindi. Unadhani ni kipi ambacho mtu anapaswa kujiandaa zaidi kabla ya kufika kule kwenye marathon? Kitu ambacho unapaswa kujiandaa zaidi kwa sababu zile ni mbio. Unapaswa kufanya mazoezi. Kuna watu walipata taabu sana, wameibuka tu na kilomita 10, wanazama huko hawafiki kwa sababu mazoezi hawafanyi. Na usije ukajichanganya kukimbia mbio hizo bila kufanya mazoezi, tutakuacha kule uweze kurudi Makara. Mimi na mazoezi bwana, unanionaje katibu? Ndio hivyo sasa, kama hauna urudi, utoboi kule. Kuna watu miguu wameibeba jana. Kakaidi maandalizi. Mimi upaswa kuwa na wasiwasi na mimi. Upaswa kuwa na wasiwasi na mimi. Changamoto zipi ambazo kwa asilimia kubwa umeziona kule? Kimsingi niseme tu kwamba kuna watu ambao hawakuwa na maandalizi ya kukimbia hizo mbio. Lakini pia kitu nilichokigundua kingine blaza, kuna watu hawajui kilomita 2 ni nini. Kuna watu hawajui kilomita 10 ni nini. Kuna watu hawajui kilomita 21 ni nini. Kwa hiyo kuna watu wakati wanajisajili marathon, walihisi kilomita 10 ni hapo tu. Kwamba ni hapo. Sasa changamoto nyingine ni hiyo kwamba watu walikuwa wafahamu tunapozungumza kilomita 10 unatoka hapa mpaka wapi. Kwa hiyo walivyoona ule mzunguko wakasema mimi nilikuwa wa 2.5. Watu wakaanza kukataa. Kwa hiyo ni changamoto moja hapo ya kwamba watu hawakufahamu tunapozungumza kilomita, na pengine labda ni makadirio ya kilomita watu watufahamu sana. Kwa nini ilifanyikia Arusha? Uelewe kwamba makao makuu ya KKT iko Arusha. Na jana ilikuwa ni maadhimisho ya siku 62, ya miaka 62 ya KKT. Kwa hiyo tunapozungumza habari ya marathon, mimi ninaamini wale walioandaa marathon waliilenga kwanza ifanyikie makao makuu ya KKT. Pengine baadaye huko mbeleni tutakapokwenda kama itaendelea, inaweza kama kutoka kwenye makao makuu kwenda kwenye diocese zingine. Lakini mimi ni imani yangu kwamba ilifanyikia pale kwa sababu hapo ndipo msingi ulipo kwanza. Unajua kwa nini muuliza hilo swali, kwa nini imefanyikia Arusha? Najua ni makao makuu. Lakini baadhi ya watu wengi hawajui kama makao makuu ya KKT ni Arusha. Wanajua Dar es Salaam. Amini usiamini. Wapo watazamaji ambao wanatazama sasa hivi. Wengi. Atakuwa amewasaidia wengi na washarika na watu wengi wanaotuangalia. Wengi wao hawajui kama makao makuu ya KKT ni Arusha. Pengine labda cha kuelewa ni kwamba makao makuu ya KKT iko Arusha. Ndiko ofisi za KKT zilipo.
wengine wanaweza kachanganikiwa kwa sababu mkuu wa kanisa yeye ni askofu wa diocese ya Mashariki na Pwani. Ndiyo. Ambao utajikuta mara nyingi atakuwa kwenye diocese yake. Lakini kwenye majukumu ya KKKT anakuja kuyafanyia Arusha kwa sababu ndiko ofisi zilipo. Kwa hiyo kule yeye yuko kwenye diocese yake, na ifahamike kuwa kwa uelewa wangu kwamba askofu anapojaguliwa kuwa mkuu wa kanisa haimaanishi kwamba anaondoka kwenye diocese yake. Anabaki kuwa mkuu wa diocese lakini bado anakuwa mkuu wa kanisa kwa maana mkuu wa KKKT. Kwa hiyo ikiwa mfano diocese hii ya Kusini Mashariki ya Ziwa Victoria labda miaka ya mbeleni tukawa na mkuu wa kanisa, anaendelea kubaki kuwa kiongozi wa diocese lakini ofisi zake zinafanyikia kule Arusha kwa maana mkuu wa kanisa. Mkuu wa kanisa. Malengo ya hii marathon sasa ilikuwa ni kukimbia kwa moyo, kusaidia kwa upendo. Naam. Kuna sehemu ambazo kwa tumetarget kusaidia baadhi ya watu wenye uhitaji. Unadhani tumefanikiwa kwa asilimia ngapi? Kimsingi tunaweza tukamshukuru Mungu kwa takwimu alizozitoa mkuu wa kanisa kwamba kuna watu si chini ya 2,000 na point ambao walijisajili kwa ajili ya kuwasaidia hao watu, na lengo kubwa lilikuwa ni watu 5,000. Kwa hiyo tunaweza tukaona ni kama ni tumezidi nusu ya lengo tulikuwa tumefanyaje limekusudiwa. Kwa hiyo pengine tunaweza kusema kuna matunda yametokea, na ikumbuke kwamba ndo mara ya kwanza inafanyika. Pengine mwamko haukuwa mkubwa sana kwa KKKT wote. Lakini kwa mara ya kwanza ikafanyika na zaidi ya nusu. Maana yake imesaidia pakubwa sana. Imesaidia pakubwa sana. Naam. Pengine hatujui labda kwa sababu watu wamesema kwamba tunatamani irudiwe tena, iwepo tena marathon. Unadhani ikifanyika tena mwakani unawashauri nini washarika wa KKKT? Jambo la kwanza, hii ilikuwa ni tukio la KKKT Tanzania nzima. Ndio. Ambalo lilitegemewa kuwa na washarika wengi sana ambao wana uzalendo na KKKT. Kwa hiyo mimi ninawashauri ikitokea mwakani linatokea jambo kama hili, na sio ikitokea kwa sababu tumeahidiwa tayari, na sisi Wakristo tukishaahidiwa tunakuwa tumeamini kwamba lazima itafanyika. Kwa hiyo mimi niwaombe mwakani marathon itakapokuja watu wajisajili kwa wingi na washiriki wengi sana. Dajaki? Ndio kaka Edi. Bado una swali? Mimi nina swali kidogo tu. Je, wewe kama mshiriki ule shiriki marathoni siku ya jana, unashauri mwakani hiyo marathon ifanyike wapi? Asante sana kwa sababu walishaahidi tangu jana wakati tuko kwenye hizo mbio kwamba marathon ijayo itafanyikia Arusha pia. Kwa hiyo na mimi naungana nao kwamba ifanyikie Arusha, naungana na mkuu wa mkoa wa Arusha ambaye alisema ije hapa na ushindani uonekane mzuri wa kutosha. Kwa hiyo Arusha mimi nakubali. Sawa. Na ilikuwa ni mara yako ya ngapi kufika Arusha? Kwa upande wa kufika Arusha ni zaidi ya mara kama 3 hivi. Zaidi ya mara 3. Na kushiriki marathon kama hizi licha tu hata hii ya KKKT kama marathon zingine kushiriki. Ni mara ya kwanza na ni mara ya kwanza. Kwa maana kwamba tunaweza tukasema KKKT marathon imekuwa ni sehemu yangu ya kwanza kushiriki mbio. Kwa hiyo sasa hivi uzoefu angalau umeweza kuupata. Niko fit blaza. Sasa hivi hapa nikutoa hapa nikukimbize. Tunakimbia mbali. Tukimbie. Kilomita 21 tukimbie. Tunatoka 10 sasa. Neno la mwisho kwa washarika. Jambo la kwanza kabla ya washarika, mimi ninashukuru uongozi wa KKKT kwanza kwa kubuni jambo hili na kulifanya kuwa ni sehemu ya washarika wote wa KKKT. Lakini kipekee nimshukuru mkuu wa kanisa ambaye pia naye pengine kupitia halmashauri kuu yake alilipokea na kuliona kwamba ni la msingi. Lakini jambo la pili, mimi niwashukuru washarika wale ambao washarika wenzangu tuliojumuika pamoja kuonyesha uzalendo wetu wa KKKT. Yes, tumerejea tena kipindi chetu pendwa ni Kioo cha Wiki. Kaka Edi, kioo namba 3 ni nini? Kioo namba 3 ni Morning Glory. Yes. Morning Glory huwa tunaingia saa 12 mpaka saa 1. Saa 12 kamili mpaka saa 1 kamili asubuhi. Ina maana unakuwa bado haujaenda kazini. Na kama unaelekea kazini mpendwa, ni vyema ukaingia kwanza. Anza na Mungu. Au unasemaje? Ni vyema kuanza na Mungu kwanza.
Ukianza na Mungu, hata shughuli zako, baraka zako zote zitakuwa zimefunguka, milango yako yote, kazi zako za mikono yako zote zitakuwa zimebarikiwa. Yes, wiki hii hapa katika Morning Glory tulikuwa na Mwalimu Ibrahim Kija. Yeah. Mtheolojia Ibrahim Kija ametulisha neno zuri sana. Alikuwa na mada moja kwa nasema nguvu ya upendo ndani ya mwanadamu. Nguvu ya upendo wa Mungu ndani ya mwanadamu. Sisi wanadamu ndo sisi, mimi na wewe kaka Edi. Ndio. Pamoja na kaka Dani. Naima. Kabisa. Ina maana yule mtumishi alikuwa anatugusia sisi wanadamu, si ndio Kabisa. Lakini kabla tujaendelea, tuwakumbushe watazamaji tunapatikana YouTube, Facebook, Instagram pamoja na TikTok. Yes, nguvu ya upendo wa Mungu kwa mwanadamu. Wewe unaionaje? Bwana, hii kusema na ukweli, pasipokuwa na nguvu ya Mungu ndani yetu, sisi si lolote. Kabisa. Kwa sababu nguvu za Mungu, nguvu zake hazihesabiki, cha kwanza ni countless, si ndio? Kweli kabisa. Hazihesabiki. Hii pumzi ni matokeo ya nguvu zake yeye. Kabisa. Kwa isipokuwa nguvu yake kuprovide hii pumzi ambayo tunavuta, hatuwezi kuishi. Sio sisi. Na pia anatuambia tuwe na upendo ndani yetu. Tuwe na upendo ndani yetu. Ina maana tukiwa na upendo kaka Edi, tuna uwezo wa kusaidia watu mbalimbali. Ina maana tunapaswa tuwe na nguvu ya Mungu kwanza ndani yetu, ambayo itatuongoza kuwa na upendo. Kama hatupendani sisi tu wenyewe, hata wao wengine walioko nje hatuwezi kupendana. Upendo kwanza, ukiangalia upendo ndio amri kuu. Kabisa. Yes. Upendo ndio amri kuu katika amri zote 10. Pasipo na upendo wa Mungu. Mungu anatupenda sana sisi wanadamu. Tazama kuanzia agano la kale mpaka agano jipya. Hapa kote tunazungumzia upendo. Wana wa Israeli wamefanya makosa mengi sana, watu wamemkosea sana Mungu, lakini kwa upendo wake Mungu bado akamtoa mwanawe pekee. Kabisa. Hatufie sisi msalabani kwa ajili ya makosa yetu sisi, dhambi zetu sisi. Ule wote bado ni upendo. Upendo wa namna gani? Ni upendo wa ajabu. Naweza kaidi. So rahisi. Naweza kufa kwa sababu ya Hima. Hima atakufa mwenyewe. Sasa ina maana tunatakiwa tupendane yako. Kwamba haiwezekani ukatuambia kwamba unampenda Mungu. Kuna watu wanasema nimeokoka na ninampenda Mungu. Umeokoka unampenda Mungu wa ili hali una vita na jirani yako, una uhasama na ndugu yako, una hasira na mtu fulani. Haiwezekani. Unawezaje kumpenda Mungu usiyemwona? Ili hali jirani yako naye muone na mchukia. Huo sio upendo wa Mungu. Dada Jackie. Ndio. Masomo yote ya Morning Glory, hii ndio uzuri sa Case TV. Kabisa. Tunanasa tukio moja baada ya jingine. Kwa ibada yote ya Morning Glory kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa inapatikana katika YouTube channel yetu ya KKT Ebeneza Shinyanga. Ingia katika YouTube channel pale, andika KKKT Ebeneza Shinyanga. Ukifika pale ikishafunguka, bonyeza sehemu ya kusubscribe. Utakuta alama ka kengele. Kwamba notifications zitakuwa zinaingia kwamba ukipost tu ibada yote ile unaona, au ukika information yote ile unaiona. Yani ukiwa unamaanisha haupitwi na jambo lolote. Kabisa. Yes. Kwa hiyo ingia YouTube pale utatazama ibada nzima ya Morning Glory kuanzia Jumatatu. Yes bana, tumerejea tena. Hiki ni Kioo cha Wiki, kipindi ambacho kinakuangazia baadhi ya matukio muhimu ambayo yamejiri katika usharika wetu wa Ebeneza Kanisa Kuu Shinyanga mjini. Tumepiga vyoo vitatu hapa. Kabisa. Vyoo vitatu vya maana, vya moto. Hatari. Vijana wameamsha leo ibadani. Hatari. Siwezi. Hii wiki ilikuwa ni ya moto sana. Wiki ilikuwa ni ya moto sana. Okay, by the way dada Jack. Sidhani kama tuna la ziada sana. Hatuna. Ila kikubwa sana tuendelee kuwakumbusha tu waendelee kufuatia mitandao yetu ya kijamii. Kabisa. Facebook, Instagram, TikTok na YouTube. Sawa. YouTube pale ibada zetu zinakuwa zinaruka live kuanzia ibada za Morning Glory, seminar unazipata kupitia YouTube channel yetu, lakini pia ibada za Jumapili
unazipata kupitia YouTube channel yetu ya KKT Ebeneza Shinyanga. Nenda ka subscribe, tuandikie comment yako hapo, like, share na watu wengine. Sharing is caring. Yeah. Ukishare na watu wengine unakuwa umeshare upendo mkubwa sana, unakuwa umetisha kisawa sawa. Kabisa. Kuna kitu kingine cha ziada? Hapana, lakini pia kama kuna matukio muhimu na maalum yanarushwa pia. Yanarushwa. Kwa hiyo usikose mtazamaji kutizama. Wewe share tu hapo. Subscribe kwenye YouTube channel yetu. Haupitwi na kitu chochote. Notification tu itaingia. Ukisha tu data mbap, notification inaingia na mambo yanakuwa ni bam bam. Kabisa. Mimi naitwa Eddie Makala. Na mimi naitwa Jacqueline Msuya. Yes, hadi wiki ijayo, mwisho wa kipindi hiki ndio mwanzo wa kipindi kingine. See you next week.